Kwa Naam bwana, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, ninakusalimu kwanza popote pale ulipo. Matumaini kwamba wewe salama salamini kabisa katika afya yako. Nikujuzia kwamba leo ni tariki 24 mwezi huu wa April mwaka wa 2026. Ni kwako mimi kukupasha na wewe kunifuatilia mwanzo hadi mwisho. Hii ni Reality Mambo TV, kituo cha habari hiki ambacho kiko kwa sababu ya kupasha hali ya usalama na mingineyo ambayo yanaweza kupatikana katika ulimwengu mzima. Tukipatikana mashariki mwa Kongo barani Afrika, ikiwa katika Kivu ya Kusini. Basi ungana nami sambamba tuende nao mchaka ili kwamba nipate kukupasha habari zilizo tofauti mashariki mwa Kongo, ya kwamba upate kufaidia mengi. Lakini ninakuomba wewe kuweza kuungana nami kwa kuweza kubonyeza kwenye alama ya subscribe na alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka, na hivyo kuwatumia watu wengine ili na kwamba wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Ikiwa muda ni mchache tu wa kuweza kukupasha na wewe kuweza kutufuatilia katika njia moja au nyingine, kwa kuonyesha shangwe nderemo ambazo zinaweza kupatikana katika nchi ya Burundi, katika kambi ya Ruyigi, ambako wananchi au wakimbizi kutoka Kongo mashariki mwake hususan wanaweza kufurahi na kuona magari tofauti ambazo zinaweza kuingia katika kambi hiyo na kuonyesha alama ya kwamba wanataka urudi nyumbani. Na hata mara moja tutaenda kugusia pia swima, mtu mmoja ambaye aliweza kushikwa akivalia sare za waasi wa FCM 23 na kujidai kuwa ni mwanajeshi wa jeshi la government ya Kongo FARDC. Na Uvira pia tutakwenda kumalizia kwa yale ambayo yaliweza kufanyika mkutano huo, ikiwa hapo tariki 19, mkutano mkubwa ambao ulifanyika kwa wazalendo kwa kugusia mambo tofauti kutokana na usalama na hali ambayo inaendelea katika nchi ya Kongo, na pia kuweza kuonyesha sare hizo ambazo ziliweza kukataliwa na wao wazalendo, jambo ambalo lisilo vizuri kabisa kuvaa sare hizo ambazo zifanani kabisa sare za wanajeshi katika nchi ya Kongo. Lakini pia baada ya hayo uweze kabisa kunifuatilia mwanzo hadi mwisho niweze kukuonyesha yaliyo mengi tofauti. Ndugu mpenzi msikilizaji, ambatana nami mwanzo hadi mwisho. Basi ni mara moja ni kuanzie na taarifa ya habari rasmi kabisa katika nchi ya Burundi. Katika kambi la Ruyigi, gari kadhaa ziliweza kuonekana katika kambi hiyo, ikiwa tariki 22 Jumatano, ikiwa mwezi huu wa April mwaka 2026, ambako gari zimeweza kuonekana katika kambi ya Ruyigi, na hivyo watu kuweza kushangilia kwa vigeregere vikubwa na kufurahi kabisa, kuonyesha ya kwamba wanaanza kurudi nyumbani, na hata wengine kuweza kuonekana katika gari kadhaa na kushuhudiwa ya kwamba wanaanza rudi nyumbani, yani wakirudi katika nchi ya Kongo kwenye makao yao kamilifu ambao walikuwa wamekaa hapo kabla ya wao kuweza kukimbia katika nchi na katika kambi ya nchi ya Burundi. Hayo yote yakiweza kuonekana kwenye video, upate kushuhudia mwanzo hadi mwisho, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji.
wanafurahi. Mwende wote nana baende huko, hakuna mwalilipia mwenzake tiki. Kimbizi hao wenye kurudia nyumbani hao. Ikiwa katika kijiji cha Swima tarafani Fizi, Kivu ya kusini mashariki mwa Kongo, katika sekta ya Tanganyika, ambako kumeweza kushikwa kijana mmoja ambaye amevalia sare za kijeshi cha wahasi wa SM23, lakini misambo yake kuweza kushuhudiwa isiyokuwa wazi kabisa na yenye kueleweka, lakini akisema ya kwamba yeye ni mwanajeshi katika kundi la FARDC, na hivyo akiweza kushakiwa vikali kuonyesha ya kwamba yeye siye, lakini akidanganya. Hapa ni Swima kwenye natoka na niwapelekea image hapo ya huyu bwana anakamatiwa hapa. Mimi sispe vraiment nikamata hapa kwetu kuresoro hii yetu munene kule, shuka yake kukimbia ndio aviana kumwanguka hako, na hiyo teniko namuona pale ya wale bwana wenyewe wako na tuia baraya yetu huko mwa ni M23 kuyala. Explication zake zifanane. Sasa ni Sode FARDC anatoka Lubumbashi Kalemi karte iko wapi, wanamuuliza wapi, aisha chibanjika kigrade kia bongo kia suli tena pale ukifua na ile tena mnaona natuma pale. Njoo sitazi tuko nayo kukwetu Swima mseteri ya Tanganyika. Kuweza kupitia waraka wa dharura uliotolewa tariki 15 mwezi wa April mwaka 2026, mratibu wa kitaifa wa kujitolea kwa ajili ya ulinzi wa taifa au VDP amekataza rasmi wanachama wa kikosi hicho kuvaa sare mpya ambazo hivi karibuni zilitolewa kwa vikosi vya jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika telegramu rasmi iliyotumwa kwa makamanda wote wa VDP, Kanali Sekololo Semivumbi Cyprien, mratibu wa muundo huo, ametaja kuwa amri hiyo inatokana na maelezo yaliyotolewa na uongozi wa juu wa jeshi ili kuhalalisha uamuzi huo. Hati hiyo inaeleza kuwa wajitolea hao ambao mara nyingi huitwa wazalendo katika eneo la mashariki mwa nchi ya Kongo wanapaswa kuendelea kutumia sare zao za zamani walizopewa hata hapo awali. Hatua hii inalenga kuweka tofauti ya wazi ya muonekano kati ya vikosi rasmi vya jeshi la taifa na makundi ya wajitolea walioko kwenye mstari wa mbele vitani. Telegramu hiyo inaonya kuwa yeyote atakayegeuka agizo hili atachukuliwa hatua za kinidhamu kwa kosa la ugeukaji kwa maelezo hayo. Lakini kutokana na jambo hilo ambalo wazalendo waliweza kupewa hizo sare ambazo si sare kabisa zinazoenda sambamba na jeshi kikawaida, imeweza kuwafanya wengine kuumia mioyo na kuweza kutamka maneno yaliyo tofauti dhidi ya toleo hilo la sare za kijeshi, na hata mwingine kuweza kutamka na kuonyesha kuwa sare hizo za kijeshi sio sare nzuri kabisa, na hata jambo ambalo yeye Justin Bitakwira aliweza kutoa alikuonyesha taswira nzuri. Kutokana na hayo basi ameyazungumza. Huyo baba huyo nimemuita baba kwa sababu miaka yake na baba yangu inaweza kulingana. Huyo baba si mtu mzuri hata kidogo.
na hatutakii wema sisi Wakongomani, haswa huku kwetu hatutakii wema. Hiyo misaada ambayo ameileta, kwa maono yangu ambayo niliona mimi, kwa ndoto ambazo zilinifikia tena kwa wiki hii mfululizo, si zawadi nzuri, ni zawadi ya kutuuisha sisi. Lakini anapoleta hiyo zawadi, wengi walifurahia, tumepata msaada sijui nini. Hivi mmeshaona wapi askari apewe salubeti ya wafungwa hizo ambazo analeta hapa? Ukienda Tanzania ndo huwa wanapewa wafungwa wale ambao wako maabusu. Ukienda Kenya ni hivyo hivyo. Sasa yeye anatuletea eti ni combat za watoto wetu wavae, analeta na makambuti. Hivi kweli akili zetu zimelala wapi? Hivi hatuwezi tukajichunguza kweli? Huu msaada tuna miaka mingapi hajawahi kutuletea misaada? Baada ya M23 kutoka tu Uvira anaanza kuleta misaada. Na kipindi hapo nyuma aliongeaga kwamba Wanyarwanda hawawezi wakaondoka kwao hata siku moja. Leo tena ametuletea msaada sisi, eti watoto wetu wamefanya vizuri. Kweli hakuna kitu cha kujichunguza hapo jameni? Kwa hiyo msaada sio msaada halali. Kwa hiyo msipokuwa makini, nyinyi vaeni, lakini mjue hapo mbeleni, nilivyooneshwa mimi, hapo mbeleni kutatokea kitu. Huyo mzee hajawahi kufika sehemu na akae kwa bure. Faida ya hiyo zawadi ni lazima tutaiona. C'est grave ça. En tout cas, mimi kulingana na mimi, hawa wazalendo wasingevaa hizo teni, kwa sababu hiyo ni kucheza na akili ya watu. Na yenye wangifanya, huyo Bitakwira mwenye alikuja na hizo teni hizo, angekuwa alevewa mpeleke mpori kabisa. Huyo Bitakwira huyo angeshikwa na akuwa aleve na apelekwa mpori, aenda ikale kule kupori kule, ama achukue hizo teni avalishe wa ndugu yake wa mushi bale boti mzee ya muri ya kutumba afanye, achukue CNSPCC yote isivai hizo teni. Huyo Bitakwira akamati hizo teni avalishe wa ndugu yake bale bakule, bale ba mushi ba fulero ba ndugu yake wenye yuko kule, ndio bazivae teni. Kama hii unaweza piga nayo ambush namna gani? Inaonekana couleur ya hivi. Yani c'est pour dire au juste qu'ils sont déjà des prisonniers. Ça c'est grave. Uzulete tenia hivi ase hii ndio itadifferencie FARDC na nani na wazalendo, tenia hivi. Lakini hii Kongo iko na mateatre, baseme tu kweli hiyo mateatre iko nafanyika mwenye Kongo, baseme tu kweli. Basi ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, na tumalizie katika mji huo wa Uvira ambako tariki 21 hapo mwezi wa April mwaka 2026 ambako wakuu na wazalendo waliweza kukutana kabisa kwa kufanya kusanyiko hilo ambalo lilikuwa linachukua mzigo wa kusema zidi na kupingana na jambo ambalo linaendelea kuzagaa kwenye mitandao ya kijamii, kuweza kusema dhidi hao, na hivyo wakiweza kuonyesha kwamba wao wanapangwa vizuri sana na kuweza kuambatana kushikana mkono naye Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi, wakiwa naye sambamba na kukubaliana na mambo yao, wakiweza kupinga kabisa, wataki kuona au kusikia wamemuua rais wao, kwa maana wanashikamana nao sambamba. Hauwezi wakakubali kutokana na hali kama na hizo, na wakiweza kutoa hali ya heshima kubwa kwao wakuu wa nchi, hususan zaidi ikiwa rais wa Kongo Felix Antoine Tshisekedi na hata pia gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini. Basi na tumsikilize mmoja
wa wazalendo, ambaye akiweza kuyazungumza mengi hayo. Leo kama tuko mbele ya vyombo vya habari, wana journalist, ni kwa sababu tulipenda tuwapatie madogo ambayo tumeyachunguza kama vile maendeleo na kama vile resultant ya kazi ambayo inafanyika kungambo ya wazalendo na vyombo vya usalama kama vile FARDC ndani ya mji wa Uvira na kwenye shamba lote la mapambano. Kwa hiyo tulipenda tuwaambie kama tulisikia watu wanasema kama wazalendo hawako organize, wazalendo wako disperse. Tulipenda tujulishe watu kama wazalendo wako bien organize, na tunamshukuru sana generali wetu hapa, commandant wa 3e region militaire, mwenye aliweza kutusaidia kutusindikiza mambo mbalimbali ili tuweze tujue nini inafaa kusudi mji wetu wa Uvira ukuwe na usalama mzuri sana. Na kwa hiyo tumependa tujulishe watu viongozi kama wazalendo wako organize na wako structure, na hiyo structuration ya wazalendo iko ku niveau zote, iko ku niveau national, iko ku niveau provincial, iko ku niveau local, mpaka ku niveau kose ya veni wazalendo wako bien structuré. A titre d'exemple, ku niveau national tuko kwanza na structure yenye ilikuwa voté kwa ensemble na promulgué par le chef de l'État, c'est la RAD, chapeauté par le général Patrick Karindo au niveau national. Et si là où nous sommes à Uvira, tuko na représentant wa RAD mwenye anatusaidia kwa mambo mingi hapa, General Alexis Mwamba. Ku niveau wa volontaire, leo tuko na organisation yenye tunaita coalition ya wazalendo ku niveau national, na siège yake iko hapa Uvira, yenye inaongozewa na General Kamama, iko na observance ya General Goma, iko na conseiller politique wetu Papa Samadari Mwami Mbasi, tuko na General Chiayai, tuko na General Nyembo, General Seba na wengine wote wanaangalia nyuma yetu. Ni viongozi wa wazalendo ambao wako ndani ya mastructure fulani zenye ziko bien structuré, na kutokana na ile haiko tu structure yenyewe iko hapana. Kuna kwa nyingine structure iko inaongozwa na General ya Kutumba, kuna kwa nyingine structure inaongozwa na General Ngoma Nzito. Ni mastructure ambazo zinaongoza wazalendo na zinawapangia kazi kila mara na vizuri sana. Lakini kuna watu wanakuwa na nia mbaya ambao wanachafua leadership ya uzalendo, wanaichafua kusema kama wale watu hawako organize, wale watu hawako structure. Kwa sababu gani? Wakati wanaomba misaada fulani wanafanya politiki yao, wanatafuta leadership, wakamate leadership ya hao viongozi, hao ndio waikamate na washipige kifua Kinshasa wala province, ili waweze kufaidika na vitu ambavyo vingesaidia wazalendo na kufanya biashara. Na hiyo ndio inaacha wanachafua ile intelligence, wanachafua leadership. Lakini kwa saa hizi tunawaonesha kwanza kama wazalendo wako structuré. Na ya pili, tunaremercier chef de l'État, parce que chef de l'État wakati anatumana msaada yake haitumanisha mbarabara, hapana, anaitumanisha kwa viongozi. Usawa viongozi wako structuré, ni kama vile tutumia kitu kidogo kama vile encouragement yake ilifika, na watu hawakuitupa mbarabara, waliita watu waliita hii viongozi wakawaambia kidogo imepatikana joy, hata kama haikuelea watu wote na haikuweza kuwa ngizi inaweza kusatisfy watu wote, lakini tulipokea hiyo kidogo na ilikuwa acte de bonne foi ya kutuonesha kama kweli rais wetu kama vile tunamwita leo Guide Supreme wa wazalendo kweli ana nia nzuri kwa ajili yetu. Ni kama vile chakula, wakati wanapana chakula kidogo kwa wazalendo hawaipatie kila mtu, hapana, wanaipatia viongozi fulani na wale wa viongozi wanagaulia wengine wa viongozi. Sasa kuna pe structuration, watu wako organize. Na kutokana na hiyo imeonesha kweli nia mbaya ya watu ambao wamechukia Kongo, watu ambao wamechukia wazalendo, watu ambao wamekuwa na nia mbaya kwa ajili ya walider na hii kundi za wazalendo. Sisi wazalendo hatuko magrupu arme, hapana. Sisi wazalendo hatuko wabandi. Sisi wazalendo tuko emanation ya constitution, tuko volontaire wenye wanafanya autodefense ya nchi yao.
kipengele ya 63 ya katiba yetu ya nchi, na hiyo ndio tunatekeleza hiyo kipengele. Na ndio maana sisi ni wananchi, sisi hatuna wakati ya kufanya mabrui na autorite locale wala autorite politico militaire. Hapana, sisi kazi yetu ni kuchunga autorite politico militaire wenyewe wako kama vile wananchi, kama vile watoto wa nchi, na kufanya vita ili udongo ya mababu zetu isivamiwe na watu wa kutoka nje kama vile Rwanda. Na hiyo ndio kazi kubwa tumefanya. Na kwa leo tunataka tujulishe watu kama rais wetu amefanya vita mbili. Amefanya vita ya silaha na wazalendo na jeshi letu la FRDC, na tumefanya vita ya kalamu ambayo tunaita diplomasi. Na kutokana na hiyo diplomasi, rais wetu ameweza kutuonesha kama tuko watu wa mambre wa Charte ya Nations Unies. Na Charte ya Nations Unies wakati iko conflit ya hivi wana privilege resolution pacifique ya conflit. Na ndio maana tunaanzia hapo resolution pacifique. Sasa ubaya ambao tunakuwa nao ni kwa sababu tunafanya resolution pacifique na kundi ambayo ni ya wateroristi. Hawajue mama, hawajue mtoto, hawajue mwanamke anayekuwa mjamzito, hawajue namna gani nani anapaswa kwenda kuvita, hawajue fasi wanaweza kupiga bomu, hawajue wakati wanaweza kuatake, wao ni kukuta tu ni kuua. Ni kuua. Na hao mafikiri hao ni kusema washiepuze, wakamate udongo wa mababu, waukeuze kwa udongo. Hapana, haitawezekana. Kwa sababu hiyo vita tulifanya depuis 1990 wala 60 wakati wa Lumumba, walimuua Lumumba, Kongomani wakanyamaza. Haitafanyika. Hapana, haitafanyika. Walimuua Kabila mzee, haitafanyika. Walimuua Kipavita, walimuua, haitafanyika. Leo ukamuua Tshisekedi, itakuwa ni vita ambayo wanaita hiyo, Biblia wanasema Armageddon. Kwa sababu sisi wananchi hatutakubali. Hapa ni kama vile ukamuua gavana wetu hapa Burundi, hatutakubali. Hata kama alituambia tuko wa petit homme, tuko utoto, lakini tuko watoto wenye akili na wenye wanapenda nchi na wenye wanapenda viongozi. Na kwa hiyo tulikuwa tunasisitiza sana kwa kuambia watu wa ndugu zetu kama wakati tulikuwa Uvira, toka Uvira twende Makobora, adui haya afika Sange, afika Ruvuma. Hii organization unaona hapa ya wazalendo ambao wana kiongozi wa VDP na kiongozi wa RAD na vingine viongozi, tulikuwa Sange, Luvungi kuendelea kule. Kwa kusikana mdundo wa masasi hapana. Lakini hapa kulikuwa zingine makunzi. Na zile makunzi ilikuwa kila mara ni marumano na serikali wala na FRDC au kwa hao. Lakini kwa leo wakati tumetoka Makobora, tunaingia tena ndani ya mji wa Uvira, tumepatikana hapa. Tunawashukuru viongozi kwa sababu tumeweza kufanya collaboration iko ndani ya akili na kuweza kumekilize vurugu yote. Ndio maana hautaona hata siku moja hapa kunapatikana vurugu ya mzalendo na FRDC. Hapana, haitakuwa. Na hautakuona hapa kunapatikana vurugu ya hii coalition national na RAD pamoja na viongozi. Hapana. Tuta-aplike ile system ya chef de l'etat ya resolution pacifique ya zile conflit. Basi ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Ni tariki 24 mwezi wa April mwaka wa 2026. Asante sana kwa kuambatana nami mchaka hadi mwisho kabisa kwa taarifa ya habari. Lakini ninaweza pia kukuomba kuweza kuungana nami ikiwa wewe hujajiunga na kuweza kuwasambazia watu wengine ili ya kwamba wapate kufaidia katika habari hizi. Basi ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji, baada ya habari hizo basi na tukutane katika habari zingine ya kwamba upate kufaidia tena. Basi ninaweza kukuomba tu kuweza kulike ikiwa tuko pamoja na kuweza kucomment ikiwa una maneno ya kuzungumza. Tutakutana tena ikiwa mapenzi ya Bwana. Asante.